zilizopita akiwa na kikosi cha Gaborone United, na sasa yeye anasalia pale, anaingia sasa kwa wekundu wa Msimbazi, Simba. Dimit Pantev yeye anakuja kwa ajili ya kuchukua mikoba pale. Tetesi sasa imekuwa kweli. Simba ilikuwa inahitaji mwalimu wa namna hii, sio? Mimi nimemshuhudia kwenye mechi mbili. Of course anafundisha mpira mzuri, pass fupi kuanzia nyuma. Inaonekana ni kocha ambaye anafanya homework vizuri. Alivyocheza mechi ya kwanza Botswana na mechi ya pili Tanzania, jinsi ambavyo ali approach ni kwa mbinu mbili tofauti. Mechi ya Tanzania huku kwenye build up alikuwa na watu watatu ili ku overload pressing ya Simba ambayo ilikuwa inaanza na watu wawili. Kwa hiyo kirahisi alikuwa anaweza kutoka nyuma kwa mtindo huo. Then ni aina ya kocha ambaye wanatoka nyuma kwa pasi fupi ama direct, lakini anapenda kuwa na runners everywhere. Tuliona Gaborone pembeni wanatengeneza overloads, watu wawili dhidi ya fullback mmoja, kuna watu wanaomba mipira between the line, na Gaborone alifanya sana majaribio. Kwa ni kocha ambaye anafundisha mpira wa kisasa, anajua kufanya homework yake vizuri, anaweza kubadilika kutoka mechi hadi mechi. Nimemshuhudia kwenye mechi mbili tu, sina experience naye ya muda mrefu, lakini yote kwa yote nafikiri atakuwa anahitaji support kubwa sana kwa uongozi. Mimi siamini kama kocha yote anafanikiwa kwa ujanja wake peke yake ama kwa mbinu zake peke yake. Anahitaji msaada mkubwa sana kwa uongozi. Kwa hiyo hata kocha huyu ili kufanikiwa ndani ya Simba ama kufeli ndani ya Simba itategemeana pia na support ambayo anaipata kutoka juu. Sasa kuna taarifa ambazo zipo za ndani ya kapeti kwamba kocha mkuu atakuwa Suleiman Matola kutokana na vigezo. Yes, sababu limiti yeye ana UEFA A, leseni ya UEFA A ambayo pia inamnyima vigezo kwa TFF na CAF. Kwa hiyo yeye atakuwa mkuu wa mazoezi, kocha mkuu atakuwa Suleiman Matola. Hiyo kawaida. Hivi hapa Tanzania zishatokeaga sana hizo. Kuna kipindi Azam walikuwa na Azam, nakumbuka. Dabu alikuwa ndio kocha mkuu, lakini alikuwa na huyu ile na alikuja hapa Bruno Ferri, yes. Walikuwa Dabo na Bruno Ferri. Ferri ndo alikuwa kocha mkuu, lakini alikuwa anasimama Dabo kwa sababu ya issue kama hiyo ya yani, na hata namna wamemtangaza Simba, unajua wamemtangazaje? Meneja mkuu. Huyo ndio kocha mkuu, sema tu hana vigezo vya kuwa kocha mkuu. Kwa atakayekuwa ana act kama kocha mkuu itakuwa ni Matola. Lakini kiuhalisia kocha mkuu atakuwa ni huyu. Kwa Matola atakuwa anapokea maelekezo kutoka kwa, yani kocha mkuu ni huyu, sema Matola atakuwa na act. Sio mbaya. Matola atakuwa anapokea maelekezo kutoka kwa Dimitri. Huko akiwa yeye kocha mkuu. Kwa sababu imeshawahi kutokea pia Matola akiwa Singida, ni Singida Lipuli. Alipokuwa Lipuli. Lipuli sipo huko Singida. Lipuli ilikuwa inatoka nyumbani kwetu Iringa kule. Iringa karibu huko Pwani Mdomo. Alipokuwa Iringa kule. Alikuwa anahesabika kocha mkuu kwenye makaratasi. Lakini ambaye kwenye acting ni kama kocha mkuu, lakini kwenye makaratasi alikuwepo Amri Said. Alikuwa naye. Amri Said Stam, sio? Alikuwa mbele. Kwa hapa nyumbani zinafanyika sana hizo. Ina athari yoyote? Haina athari kwa sababu kila kitu kinaandaliwa kwenye uwanja wa mazoezi. So kama kinaandaliwa uwanja wa mazoezi, kocha mkuu ambaye anasimama kama acting anakwenda kuishi kile ambacho mwalimu amekiandaa. Na uzuri ni walimu wote ambao wanakuwepo kwenye viwanja vya mazoezi wakiandaa program, wakikubaliana, na hata ukienda kwenye simama kwenye benchi hakikisha tunaenda 1 2 3. Lakini kitu kingine ambacho kinasaidia, kuna mawasiliano. Kwa hiyo kuna namna mnakuwa mnawasiliana bana. Inawezekana huyo kocha ambaye amekuja kama meneja akakaa juu benchi, lakini akanamwambia kocha ambaye yuko pale Matola bana, kuna 1 2 3 haiko sawa. Angalia tunatakiwa tuiboreshe 1 2 3, kwa sababu mabadiliko ya kiufunda ya kuhitaji tu ufanye mabadiliko ya mchezaji, lakini unaweza kumshauri pia mtu ambaye yuko chini, toa kitu fulani, weka kitu fulani, au badilisha mbinu fulani, twende kwenye mbinu fulani, kwa sababu hizi mbinu pia zinabadilika kulingana na mpinzani ambaye unacheza naye. Kadiri ambavyo anakwenda unazidi kumsoma, unagundua sasa hapa nimekamatika, nibadilishe mbinu niende na mbinu nyingine. Kwa na uzuri wa Pantev ni mwalimu ambaye anakuwa anabadilika. Nasir amemzungumzia mwanzoni vizuri namna ambavyo anabadilika kuanzia kwenye build up yake
na hata mchezo wa kwanza alivyokuja na mchezo wa pili hapa nyumbani alikuja na mbinu mbili tofauti. Kwa hiyo najaribu kutazama ni mwalimu ambaye anaweza kusoma mchezo na ni kocha ambaye kwenye mbinu za kisasa yuko master kweli. Kwa hiyo mimi sioni shida yoyote kwa benchi la la ufundi la Simba. Mbona alisimama Gaborone kwa mchezo hapa nyumbani? Ya alisimama yote miwili. Sisi tumegonga hodi, unajua Gaborone United kujua ilikuwaje mechi ya awali. Hakusimama mechi ya awali, lakini mechi ya pili alisimama. Tukatafuta Tumo Mapatane ambaye ni afisa habari wa Gaborone United. Anatoka Botswana huyo. Botswana huko. Ilikuwaje alisimama mechi ya pili ya kwanza kusimama? Look, Dini was not on the bench because we had made a few errors in terms of, submitting our delegation that was for this match. Subsequent to that, we corrected that. In the second leg, he was able to sit on the bench. And I think he also put it forth that it was a blessing in disguise that he could see the game from outside it. And not that it was ideal, but over and beyond that, it was just purely an issue of, registration issues from our side. Haya, kama umemsikia Tumo Mapatane, yeye ameweka wazi kwamba walikosea kumregister katika mechi ya awali. Kwa hiyo mechi ya pili wakarekebisha, akawa sehemu ya benchi ya ufundi. Sasa mkanganyiko unakuja kama iliwezekana kule, ama kuna vigezo vya CAF kwamba hatua za awali hawajali, hatua zinazofuata wanajali. Sio rahisi. Amna, nafikiri mwenye vibali, na nimemsikia hapa akizungumza kuhusiana na mkanganyiko wa vibali pia ambavyo walivichanganya wao awali. Yes, mechi ya pili wakafanikiwa kuweka sawa. Yes, inawezekana pia na kwetu pia kutakuwa kuna changamoto ya vibali ambavyo wakikaa, nafikiri wakiweka vikaenda sawa anaweza kasimama kama kocha mkuu. Kwa hiyo kuna muda pia ni vibali, na nafikiri waga kuna namna ya kujisajili kwenye hivyo vibali. Kwa hiyo sijajua upande wetu. Kuna vibali na sifa za kocha kusimama kwenye benchi hapo. Sasa kama alisimama na maana sifa anazo, mchezo wa pili si amesimama na tumemwona. Na ndio maana nilipokuja hapa na taarifa ya kwamba Matola atakuwa kocha mkuu nikasema ni za chini. Unajua hii issue inahitaji research ya kutosha. Mfano hata kwenye ligi yetu anaweza akasimama kocha akawa kocha mkuu kwenye idadi ya mechi ambazo zipo kikanuni, lakini asio na vigezo ambavyo vinahitajika kuwa permanent. Okay. Kwa hiyo klabu inaweza labda ikawasiliana na federation kwamba huyu kocha wetu hana sifa, lakini tutamtumia kwa muda labda. Kwa hiyo kwa muda tu atasimama kama kocha mkuu. Baada ya huyo muda hataruhusiwa tena. Kuna idadi ya mechi kama kocha ambaye sisi hapa tuna mechi 5 za ligi. Unaruhusiwa.